Say we are growing. Sema tunakuwa. Say I will see God. Sema nitamwona Mungu. Psalms 46 verse 10. Zaburi 46:10. Be still and know that I am God. Yeni na mjue mimi ni Mungu. I will be exalted among the heathen. That is God. He says, I will be exalted, so you will see me. Mtaniona mimi. But what you need to do is to be still. Kinachokupasa ni kumjue kuwa. Tell your neighbor, be still. Mwambie tulia. Somebody say, I will remain still. Mtasema nitakuwa mpole. Whether it is in the marriage, whether it is at work, remain still. Wait on God. Ikiwa katika ndoa, katika kazi, kuwa mpole, mngojee Mungu. You don't see God in a hurry. Umuoni Mungu katika mbio. God is not seen by people that are rushing. Mungu haonekani kwa watu ambao wako na mbio. You are rushing into ministry, you will miss God. Unakimbia kwenye huduma, utamkosa Mungu. You are rushing into business, you might miss God. Unakimbilia biashara, unaweza kumkosa Mungu. You must be still. Lazima ukue mpole. You must be still. Lazima ukue mpole. You must be still. Lazima ukue mpole. You must wait. Lazima ungoje. Wait on God. Ngojee Mungu. Don't be moved easily. Usikuwe unasongeshwa haraka. Don't give up easily. Usikate tamaa haraka. Even in business. Hata kwenye biashara. Wait there. Ngojee hapo. Wait there. Subiri hapo. God will be exalted. Mungu atatukuzwa. And you will see God. Utamwona Mungu. Hallelujah. Hallelujah. May you see God in this season. Na uone Mungu katika majira haya. In your marriage, may you see God. Kwenye ndoa yako muone Mungu. In your family, you will see God. Katika familia utamwona Mungu. In your career, you will see God. Katika kazi yako utamwona Mungu. There will be a promotion after promotion. Utakuwa na kupanda madaraka. I speak promotion after promotion. Nena kupandisha madaraka. As the Lord is being exalted, Mungu anapoendelea kutukuzwa, you too shall be exalted. wewe pia utatukuzwa. As the Lord is being exalted in your life, Mungu anapotukuzwa maishani mwako, you too shall be exalted. wewe pia utatukuzwa. There will be a promotion in your life. Utakuwa na kupandisha madaraka In maishani mwako. Jesus' mighty name. Kwa jina la Yesu kuu. Somebody say, I will not remain the same. Utasema sitasalia vile. Say, I refuse to stagnate. Nakataa kusalia vile. Say, I refuse to stagnate. Nakataa kubakia vile. Say again, I curse the spirit of stagnation. Nakemea roho kutosalia vile. None of you here will remain stagnated. Hakuna mmoja wenu atakayebakia vile. I say none of you here will remain stagnated. Nasema hakuna atakayebakia vile. You are moving from your stagnation. Natoka kwenye kubakia vile. The Lord is moving you from stagnation. Kutoka katika hiyo hali. Any devil of stagnation Pepo ya kuzuia. sent from hell Umetuma kutoka kuzimu. to keep you at one place forever. Kuzuia pale pamoja To milele. keep your family at one place forever. Fungia familia yako mahali Under pamoja. this anointing. Chini ya upako huu. Under this anointing. Chini ya upako huu. I declare that devil is paralyzed forever. I declare that devil is forever cast. Huyo pepo I declare that devil has no power over your life. ana nguvu juu ya maisha yako. You are moving forward. Unasonga mbele. You are rising from where you are. Unainuka pale Your family is moving forward. familia yako inasonga Your mbele. business is moving Biashara forward. yako inasonga You mbele. are rising in Jesus' name. Unainuka kwa jina la Yesu. Shout a believing amen. Sema amini na Shout hallelujah if you believe. Sema haleluya kama unaamini. Give Jesus a good praise even as you take your sifa seat. nzuri unapoketi. It takes time. Nachukua muda. Be still and know that I am God. Kwa mpole ujue kwamba mimi ni Mungu. So don't get tired. Usichoke. Continue waiting. Endelea kumngojea. Your God is coming. Mungu wako yuaja. Continue waiting. Endelea kungojea. Pastor Isaac have waited for 5 years. This is our 6th year. We just started our 6th year. Mchungaji Isaka nimengojea kwa miaka 3, tumeanza mwaka wa 6. 5 years. Miaka 5. We are still waiting. Bado tunangojea. And we will continue to wait. Na tutaendelea kungoja. Even against all odds. Hata licha ya mambo yote. We will continue to wait. Tutaendelea kungoja. Abraham waited for 25 years. Abraham akasubiri kwa miaka 25. He got saved when he was 75. Aliokoka akiwa miaka 75. Got the promises at 75. Na Mungu akapata ahadi katika mwaka wa 75. At 99, that is when God is appearing again. Katika mwaka wa 99 ndio Mungu anatokezea tena. After 24 years. Baada ya miaka 24. So why should you give up? Why should you sell your soul because of
2 years of waiting? You can't wait 2 years. Mbona uuze nafsi yako kwa roho yako, nafsi yako kwa ajili ya miaka miwili? Even if God was to come after 10 years, Hata kama Mungu atakuja baada ya miaka 10, don't you have a promise that I will satisfy you with long life? je, hauna ahadi kwamba nitakutoshelesha na maisha So marefu? even if you are like Abraham, Hata kama 75 years, Hata kama uko kama Abraham miaka 75, and God tells you, I will satisfy you with long life, na Mungu anakuambia nitakutosheleza na maisha marefu, whatever it is you are believing God for, chochote ambacho naamini Mungu, it will still come kitakuja before you die, kabla ufe, before the world vanishes. kabla ulimwengu utoweke. The world will not end before you get your desires. Ulimwengu hautaisha kabla upoke. It's a promise. Ni ahadi. He says that he will fulfill the desires of his people. Anatimiza tamaa ya watu wake. The heart's desires of his people. Tamaa ya mioyo ya watu wake. Wait on God. Ngojee Mungu. Tell your neighbor, wait on God. Ambie jirani yako mngojee Mungu. Stop giving up. Wacha kata tamaa. Don't get tired. Wacha kuchoka. Wait on God. Ngojee Mungu. Somebody say, I will be still. Mtu mtasema nitakuwa mpole. Number 3, it takes commitment. Inagharimu kujitolea. Commitment. Kujitolea. Commitment. Kujitolea. God will always meet you. Mungu atakutana na wewe kila mara on your way. Katika njia. God will always meet his people on their way. Mungu atakutana na watu wake kila mara njiani. God never meets people that are idle. Akutana na watu ambao wako tu bila kazi. God never meets people that are seated down waiting. Akutana na watu ambao wameketi chini wakimsubiri. This is not a kingdom of waiters. Huu sio ufalme wa wangojaji. This is a kingdom of go-getters. Ni ufalme wa watu ambao wanaenda kupokea. And the kingdom of God, since the days of John the Baptist, tangu siku za Yohana Mbatizaji, suffered violence. Umekumbana na nguvu. And the violence, na wenye nguvu, don't wait for it. Usiungojee. The violence, wenye nguvu, go and take it by force. Uenda kauteka kiunyara. The violent, wenye nguvu, they go and take by force. Uenda na uteka nyara. It takes commitment. Yagharimu kujitolea. Jeremiah 29 verse 13. Yeremia 29:13. And you shall seek me and find me. Na mtanitafuta na mtanipata. And you shall seek me and find me. Mtanitafuta mtanipata. When you shall search for me with all your heart. Mtakaponitafuta na moyo wenu yote. So you have to be committed. Lazima ujitolee. Commit yourself to what you are looking for. Jitolee kwa kila ambacho unatafuta. Praise God. Bwana asifiwe. So do not sleep. Usilale. Bible says love not sleep. Biblia inasema usipende uzingizi. I've come to realize it is your pursuit that determines what time you wake up. Nimekuja kugundua kwamba ni majukumu yako nje na tambua ni wakati upi utaamuka. And what time you sleep. Na wakati upi utalala. A visionless man has no need of waking up early. Asiye na maono hana haja ya kuamka mapema. A visionless person does not need to stay awake for long. Mtu asiye na maono hana haja ya kukaa kwa muda mrefu. He can sleep anytime he wants. Anaweza lala muda wote anataka. But a man with a vision, lakini aliye na maono, will not sleep. hawezi lala. A man with a vision, aliye na maono, cannot sleep. hawezi lala. Do you have a vision? Je, una maono? I hope that you have a vision. Natumaini kwamba uko na maono. And you shall seek me. Utanitafuta And find me. Utanipata. When you shall search for me. Utakaponitafuta with all your heart. Kwa bidii. Somebody say all of my heart. Sema na moyo wangu wote. Say all my heart. Moyo wangu wote. I will seek God. Nitamtafuta Mungu. Say with all my heart. Kwa moyo wangu wote. I will seek God. Nitamtafuta Mungu. Anything you don't cultivate cannot survive. Chochote ambacho haukilindi hakiwezi kukomaa. Knowing how to get something is not as important as knowing how to maintain something. Kujua kupata kitu sio muhimu sana kuliko kujua kukilinda.
Getting the anointing is not as important as knowing how to get to the anointing. Kupata upako sio muhimu sana kuliko jinsi ya kufikia huo upako. And how to maintain that anointing. Na jinsi ya kuhifadhi huo upako. So before you get the anointing, God wants to work on you. Kabla upate upako, Mungu anataka kufanyia kazi. He wants to work on you. Anataka kufanyia kazi. He wants to train you in prayers. Anataka kufunze kwenye maombi. Before you get that promotion, God wants to train you how to become a hard worker. Kabla upata hiyo kupandisha madaraka, Mungu anataka kufundisha kufanya kazi kwa bidii. That's why you go to work very early, nobody is noticing. Ndio maana unaenda kazini mapema, hakuna anayetambua. You do beyond your job description, you do your work beyond your job description, nobody is appreciating. Unafanya kazi zaidi ya majukumu ambayo inafaa ufanye, lakini hakuna anayetambua. Because knowing how to get there is important. Jinsi, kwa sababu kujua kufikia pale ni muhimu. But also knowing how to maintain what you get is very important. Lakini tena kujua kuhifadhi kile ambacho umekipata ni muhimu zaidi. And that is why he told the children of Israel, I will not just take you to the promised land and drive away all your enemies. I will make sure that they will go slowly by and by. Akawaahidi wana wa Israeli, nitawapeleka katika nchi ya Kanaani na sitatoa watu tu, lakini nitatoa polepole. Number one, so that you know how to survive around enemies. Ili mjue kuishi na maadui. And number two, so that you can learn how to fight. Na ya pili, mjue kupiga vita. Very important. Muhimu sana. It takes commitment. Nachukua kujitolea. Number four, it takes personalized passion. Inagharimu bidii ya kibinafsi. Personalized passion. It takes passion. Inachukua passion. Tamanio. Passion. Pendo. It takes a lot of love. Inachukua upendo. Praise God. Amen. You must be obsessed with the presence of God for you to get there. Inafaa ujaze na uwepo wa Mungu ili ufike pale. You must be obsessed with the presence of God, with the power of God for you to have it. Inafaa ujaze na uwepo wa Mungu na nguvu za Mungu ili upate. If you are here and you have not yet gotten the Holy Spirit, kama uko hapa na hujajaza na Roho Mtakatifu, you need to increase your love. Inafaa uongeze upendo wako. Your love for God. Upendo kwa Mungu. Your love for the Holy Spirit. Upendo wa Roho Mtakatifu. By reading scriptures more. Kusoma maandiko zaidi. And by exposing yourself so much na to the working of the Holy Spirit. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Passion. Somebody say passion. Pendo. Say again passion. Pendo. Proverbs 8 verse 17. Mithali 8:17. Constant spiritual growth is a product of a prolonged love of God. Love for God. Upendo kwa Mungu. Constant spiritual growth is a product of a prolonged love for God. If you lack passion for God, you can't maintain your spiritual freshness. Ukikosa upendo wa Mungu huwezi kuwa mwenye mpya kwenye kiroho. God says, I love them that love me. Mungu anasema nawapenda wanaonipenda. I love them. I come close to those who love me. Na wakaribia wanaonipenda. I love them that love me. Na wapenda wale wanaonipenda. May God fall in love with you in Jesus name. Na Mungu akupende. I say may God begin to love you. Nasema Mungu aanze kupenda. It is my prayer that God will begin to love us. Niombi langu kwamba Mungu ataanza kutupenda. That God will begin to love this church. Ataanza kupenda kanisa hili. For that to happen, we have to love him. Ili ifanyike lazima tumpende. I love them that love me. Na wapenda wanipendao. And those that seek me early shall find me. Na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. David said, Daudi akasema, oh my God, wewe Mungu wangu, how I long for you. Nakutamani sana. He said, early will I seek you. Mapema nitakutafuta. Very, very important. Muhimu sana. Very, very important. And that is why God said, I have found a man after my own heart. Ndio maana Mungu akasema nimepata mtu anapendaye moyo wangu. For God to appear in your family, ili Mungu aweze kuonekana katika familia yenu, you must become a man after God's heart. lazima ukuwe mtu anayependa moyo wa Mungu. Your heart must be after God. Moyo wako inafaa ikuwe inampenda Mungu.
Your heart must be after God. Moyo wako inafaa kuwa kumfuata Mungu. If things are going to change in your Kama business, vitu vinakubadilika katika biashara yako, your heart must be after God. moyo wako inafaa kuwa kumfuata Mungu. When you love God, God will be attracted into your life. Ukipenda Mungu, Mungu atavutiwa kwenye maisha yako. Because we only attract what we love. Kwa sababu tunavutia vile ambavyo tunapenda. What we resent, we repel. Kile ambacho hatuvutii tunavikataa. We repel what we resent. Tunavikataa vile hatuvipendi. It is normal. It's a principle in life. Ni kanuni maishani. If you love a Mercedes Benz will start coming to you. Ukipenda gari la Mercedes, basi baadaye hilo gari litaanza kukujia. Hallelujah. Hallelujah. Like me, I love Mercedes Benz. Very soon you will see Mercedes Benz is coming to me. Kama mimi napenda gari la Benz, karibuni mtaanza kuziona zikikuja. Hallelujah. The last one as we close for now. Tunapofunga kwa sasa. It takes holy living to see God. Yagharimu maisha ya utakatifu kumwona Mungu. It takes holy living to see God. Kuishi kwa utakatifu kumwona Mungu. You can't be careless and see God. Huwezi kuwa ujali na umwone Mungu. You can't be a careless talker and see God. Huwezi kuwa mtu wa kuongea bila kujali na muone Mungu. Be careful. Kwa mwangalifu. How you walk. Jinsi unavyotembea. There are people who say that once we get saved, we are saved forever. Kuna watu husema kwamba tukiokoka tushaokoka umilele. And I also want to believe that gospel. Hata mimi nataka niamini hiyo injili. Because I don't want to imagine that after all I have sacrificed to be in the kingdom of God, sitaki kuamini kwamba yale ambayo nimeweza I can make a single mistake and then find myself in hell. Naweza kufanya tu kosa moja nijipate kwenye kuzimu. I can't imagine that. Siwezi fikiria hivyo. I can't imagine the day I will be dying. Siwezi kudhania siku ambayo nitakuwa nikiaga. Is the day I will sin. Ni siku ambayo nitatenda dhambi. And then go to hell after all these years of sacrifice. Kisha nende kuzimu baada hizi siku zote za kufanya kazi. Like right now, kama hivi sasa, if it wasn't for going to heaven and loving God, kama ingekuwa kwenda mbinguni na kumpenda Mungu, I would be somewhere in a short, ningekuwa pahali na kinyasa, enjoying myself, nikifurahia maisha ya dunia. Is that not so? Yes, sio hivyo. We will be somewhere eating nyama choma. Ningekuwa pahali tukichoma nyama. But we are here because we love God. Lakini tuko hapa kwa sababu tunampenda Mungu. We are here because we are going to heaven. Tuko hapa kwa sababu tunaenda mbinguni. So it will be so bad. Itakuwa mbaya zaidi. That you can do something, one single mistake. Kwamba unaweza fanya kosa tu moja tu. And then go to hell. Na uende kuzimu. Of course it is not possible. Haiwezekani, lakini it's very clear in Romans chapter 8 and verse 1. Warumi 8 mstari wa kwanza. Therefore, there is therefore now no condemnation. Hakuna to them that are in. And that word in is very important. Na hilo neno ndani. There is no condemnation only to them that are aware. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu. To those that are aware. Juu ya walio katika Kristo. In Christ. Somebody say in Christ. Katika Kristo. So when you are eating nyama choma and you are drinking pilsner and Guinness. Unapokunywa nyama choma na are you still in Christ? Je, bado uko kwenye Kristo? Are you still in Christ? Bado uko kwenye Kristo? Or Christ cannot be driven away by black beer? Ama Kristo hawezi kutolewa na May the Lord help us. Pombe nyeusi. Don't be careless. Usikue wa kuishi bila kujali. Tell your neighbor don't be careless. Usikue mtu kutojali. Are you still in Christ when you are stealing? Je, bado uko kwenye Kristo unapoiba? Are you still in Christ when you are fornicating with your neighbor's wife? Bado uko kwenye Kristo unapofanya dhambi na mke wa jirani wako? Are you still in Christ? There is therefore no condemnation to them that are in Christ. Basi hakuna hukumu kwa walio katika Kristo. Who walk not after the flesh.
but after the Spirit. ambao wanatembea baada ya Roho. So there is walking after the Spirit. Kuna kutembea kumfuatilia Roho. There is following the Spirit. Kuna kufuata Roho. There is doing what the Spirit wants you to do. Kuna kufanya kile ambacho Roho anataka ufanye. And you can choose to do what the flesh wants you to do. Unaweza chagua kila chenye mwili anataka ifanye. Don't be generous to your body. Usivutiwe na mwili wako. Okay, let me say it this way. Don't be too generous to your body. Usivutiwe sana na mwili wako. Usikuwe mkarimu sana. Amekataa kusema hiyo. Usikuwe mkarimu sana kwa mwili wako. Amen. Yeah. Kuwa mkarimu, but usikuwe mkarimu sana kwa mwili wako. Yes. Because you also need the body. Apostle Mayanja, one of my fathers, tells me, Isaac, there is no ministry outside your body. One day I fainted because I was fasting 40 days. And I was still running up and down. We were with Pastor David. And he told me that was foolishness. Instead of consoling me, he told me that was foolishness. And he told me there is no ministry outside your body. Yes. So be careful. It is good to take care of your body, but don't be too generous. Don't be too obedient to your body. And don't be too obedient to your body. Obey the Holy Spirit. Of course, the reason why I'm saying don't be too obedient, it is because you also need to feed your body. When your body tells you I'm hungry, you need to obey. Otherwise you are going to die and we will not pray for you to come back. We will allow you to go and rest. Hallelujah. Amen. And we will continue working. If you are a pastor like me, we will bring another pastor. And the ministry will continue. Amen. If you are married, your husband will get another wife after 2 months. And don't appear in his dreams. Why did you marry another person? See, you died. Go and rest. Go and rest. I wonder, some people commit suicide because they were rejected by somebody. Too bad, eh? Mbaya sana. I rebuke the spirit of suicide in this church. Nakataa roho wa kujitia kitanzi kwenye kanisa hii. None of you here will die before time. Hakuna atakayeangamia kabla ya muda wake. Hebrews 12 verse 14. Ibrania 12:14. So I want to believe that those who believe that once you get saved, you are saved forever. I want to believe something like that also. Nataka niamini kitu kama hiyo, kwamba ukishaokoka umeokoka milele. I want to believe that once I've given my life to Jesus, nikishampatia Yesu maisha yangu, nothing will separate me. Hakuna kitu kitakachonitenga. But let me tell you, there are so many things to separate you. Lakini acha nikwambie kuna vitu vingi kukutenga wewe. There are so many things that will attempt to separate you from Christ. Kuna vitu vingi ambavyo vitajaribu kutenga na Kristo. Please listen to me. Just listen to me. Tafadhali nisikize tu. There are so many attempts to separate you from Christ. Kuna vitu vingi ambavyo vimejaribu kutenga. They will come. Vitakuja. Even your wife will be used. Hata mke wako anatumika to separate you from Christ. Kukutenga na Kristo. Your children can be used by the devil. Watoto wako wanaweza tumika na shetani. To separate you from Christ. Kukutenga kwa Kristo. So you got to be careful. Lazima uwe mwangalifu. Look at this scripture. Tazama andiko hili. The Bible says this. Linasema hivi. Follow peace. Tafuteni kwa bidii kuwa na imani. All men. Na watu wote. And holiness. Na huo utakatifu. Without which. Ambao hapana mtu. No man shall see God. Atakayemwona Bwana Yesu. Give us NLT. Tupatie. NLT says work at. I love this one because it gives you a responsibility. Inakupatia jukumu.
So it says you have to work. Somebody say work. Sema kazi. Tell your neighbor we have to work. Mwambie mwingine jirani lazima tufanye kazi. Tell your neighbor there is your work. Kuna kazi yako jirani. Work, and this is Paul. Huyu ni Paulo. Okay, we are not very sure, but the way it is written, it appears like Paul wrote it, although there is no confirmation to that. Inakaa kama ni Paulo lakini hakuna uhakikisho. Nobody knows who was the author of the book of Hebrews. Hakuna jua nani aliyeandika kitabu cha Ibrania. But we assume, scholars assume that it was Paul. Lakini wanafunzi wa Biblia wanasema ni However, it is the work of the Holy Spirit. Ni kazi ya Roho Mtakatifu. So the Holy Spirit says, Roho Mtakatifu asema hivi. Work at living in peace with everyone. Tafuteni kwa bidii kuwa na imani na watu wote. And work at living a holy life. Na huo utakatifu. For those who are not holy, ambao hapana mtu atakaye samani. For those who are not holy will not see the Lord. Wasio watakatifu hawatamuona Mungu. That is very serious. Isn't it? Yes. How many here want to see God? Wangapi hapa wanataka muone Mungu? You want to see God? Lift up your hand. Unataka muone Mungu? Inua mkono wako. Please lift up your hand. Let the angels record that you did not deny Jesus like Peter. Malaika waweze May God help you to see God. May God help you to see him. Mungu akusaidie kumuona. He says you must work. Anasema lazima ufanye kazi. Work at living a holy life. Fanya kazi kwa kuishi maisha matakatifu. Lift up your right hand. Inua mkono wako kulia. Say my Father, my Father. Sema baba yangu, baba yangu. Say again, my Father, my God. Sema baba yangu, Mungu wangu. As I hear your word today, naposikia neno lako leo, in this service, katika ibada hii, give me nipe the spirit of holiness. Roho Takatifu.